Mwezi wa Disemba ni mwezi wa mwisho wa mwaka. Na ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Filipi 1:6 utakuta maneno haya ya kwamba kile kitu, kazi anayoanzisha Mungu. Biblia inasema nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Kumbe Mungu ana tabia ya kuanza kazi alafu huwa haachii njiani, huwa ana tabia kuimaliza. Ndio maana ya hapa. Na Mungu katika mizunguko yake ya mwaka anajua kwamba tulianza mwaka huu mwezi Januari. Kuna kazi njema nyingi alianza na sisi tulivyoanza. Si mapenzi ya Mungu kuziachia njiani, huwa anataka zimalizike. Haleluya. Sasa mnajua adui ni mzuiaji. Sasa mwezi wa Disemba ni mwezi wa bato kubwa. Mungu akitaka akamilishe kazi njema alizoanza na mtu mmoja mmoja, akitaka akamilishe kazi alizoanza na kanisa, vikundi, familia, anataka zikamilike. Sasa lakini katika namna ya kuenenda kwa binadamu, huwa kuna namna umuhimu wa kiroho huwa unapungua katika mwezi huu, na unampa sana faida adui kuhakikisha kwamba zile kazi njema alizoanza Mungu nazo kwenye maisha yetu hazitimii. Kwa sababu ili kazi njema ya Mungu itimie kwenye maisha yetu, inabidi utembee, uskani, ujue ni nini ambacho alitaka ufanye kwa majira haya, nini ambacho kilikuwa kijakamilika nataka kikamilike. Ukifahamu hivyo, vipo vitu vingi vizuri. Na kumbuka tulivyoanza mwaka huu tulisema ni mwaka wa kugeuka na nini? Badilika. Tukawa na neno letu zuri la, nakumbuka kitabu cha Kumbukumbu 2:2. Tukawa na kauli mbiu nyingi, tukajifunza mafundisho mengi ya kwamba inatosha. 2:2-3 inatosha. Tukasema vitu vingi, pengine inatosha muda niliokaa katika umaskini huu. Mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geukeni. Sema lazima tunataka kugeuka. Inatosha muda niliokaa katika udhaifu huu. Inatosha muda ambao nimekaa katika dhambi hii. Inatosha muda ambao nimekaa katika hali hii ya maisha ya kutokuongezeka. Inatosha katika muda ambao nimekaa kwenye level hii ya kiroho. Inatosha muda niliokaa nikadumaa pengine kiroho. Inatosha muda ambao nimekaa pasipo kuongezeka. Namna yote ile, vitu vingi. Inatosha muda niliokaa katika nafasi fulani, pengine ni ya kimasomo, ni ya kazi. Inatosha. Kwa maana ya kwamba tukiamini ya kwamba Mungu anataka aanze kitu kipya cha kutupeleka mahali pengine. Tunakumbuka Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama tunakumbuka, hiyo ndio kazi njema ambayo Mungu alianza nayo nasi Januari. Sasa Mungu anataka aimalize kazi aliyoanza njema. Nataka msisahau, uko hapa unanisikiliza kwa redio, usisahau ya kwamba viko vitu vingi Mungu alianza na wewe kama mtu binafsi tulivyoanza mwaka huu. Vingine alianza nani kama familia, lakini tunakumbuka pia kuna vitu vingine alianza na sisi kama kanisa. Kuna na vingine tukaandika
katika kujicommit, Mungu anaruhusu andika ndoto zako. Tukaandika, nyingine ziko pale tunaombea. Yako mambo mema. Haya yote ni mambo tulioanza na Mungu, mambo mema ambayo Mungu anataka yakamilishe. Yako mengine yamekamilika, yako mengine bado, lakini yapo mambo mengi, sijui niwekeje kiroho, lakini mengi. Rudisha tu ule wa Filipi 1:6. Mengi ambayo Mungu alianza na sisi mema, anataka ayamalize wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tarehe 1 Disemba, yanakamilikaje? Ndio maana tunapaswa tujue namna ya kukaa. Ziko baraka nyingi ambazo zilishaachiliwa tangia siku ya kwanza tulipoanza mwaka huu wa 2025. Kama vile Danieli alivyoanza siku ya kwanza kufunga, Mungu akaachia maombi, akaachilia majibu, yakazuiliwa. Viko vitu vingi ambavyo vilikwisha kuachiliwa vikazuiliwa, lakini yako majira ambayo Mungu hutumia mlango huo kuhakikisha kwamba vile vitu vilivyozuiliwa vinaachiliwa. Na mwezi Disemba ni moja ya milango ambayo Mungu huachilia neema ya pekee ya kumalizia mambo ambayo yalizuiliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukifahamu hivyo, tutatembea kwa akili kila siku ya mwezi huu wa Disemba, tukimsihi Mungu, tukimshukuru. Tutaona mambo tofauti, lakini jambo la kwanza ni kumaliza, kuleta katika utimilifu, kukamilisha mambo ambayo Mungu ameanza na maisha yetu yakamilike, na tunayo haki ya kuyadai. Tumejifunza sana mara nyingi ya kwamba kama wewe ukianza vizuri, Mungu akaanza na wewe kazi njema, alafu isipokamilika, haina faida. Tumezungumza mara nyingi, mshindi katika mashindano si yule anayeanza vizuri, ni yule anayemaliza vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo haijalishi unaanza vizuri namna gani, kama umalizi vizuri ni kazi bure. Nafikiri ndicho kitabu cha Mhubiri 7:8 kina maneno mazuri, kina hekima ya pekee sana juu ya kumaliza pia. Anasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Haleluya. Tuko pamoja? Heri mwisho wa neno. Tafsiri nyingine anasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Ndio maana anasema kwamba ni bahati mbaya kusikia kwamba nilipokuwa kati fulani kwa namcha Mungu au nilikuwa nimeokoka. Ina maana huyu mtu alianza vizuri, hayuko tena, ni kazi bure, ni bahati mbaya. Kama hujaendelea vizuri mpaka ukamaliza vizuri, yani niseme nini? Ni muda uliopotea, time wasted, usiofaa chochote. Ndio maana katika roho wa Mungu atakuhimiza siku zote, akikusihi na kukupa nguvu na kukukumbusha uombe ili umalize mambo mema ambayo Mungu ameanza na maisha yako. Haleluya. Haisaidii hata kidogo. Nilikuwa na tabia nzuri, nilikuwa namtumikia Mungu, kishaona hivyo umeharibikiwa. Kwa sababu you have to finish. Lazima umalize kitu chema ambacho Mungu ameanza. Haisaidii, historia huwa haisaidii. Biblia anasema wakati wa mwisho pale, kama ulifanya mambo mema sana, alafu ukaja ukafanya mabaya, yale mema yote yanaharibika. Si ndio neno la Mungu linavyosema?
Kwa hiyo haisaidii kusema kwamba fikiria umeanza kwenye mashindano, ukaanza mbio, ukawa mbele kabisa. Umefika kule mwisho ukaanza kuchoka, wale walio nyuma yako wakakupita, alafu ukashindwa. Kuanza kwako vizuri ya kusaidia. Haleluya. Kwa hiyo tunapaswa tunapoanza na Mungu tuhakikishe tumekwenda tumemaliza. Sasa tunaposema mwezi Disemba ni mwezi wa kumaliza mzunguko wa kiroho wa mwaka mzima. Haleluya. Kiroho una maana kubwa mno. Kama wewe unataka kuwa spiritually minded person, kama Biblia inavyosema ya kwamba tutembee katika roho, tuenende katika roho, kama unataka kuwa spiritually minded, sijui ni kitabu cha Efeso 2:6 kilikuwa na kitu kimoja muhimu sana cha namna ya kuenenda. Tunapaswa kuenendaje? Kama unataka kuenenda hivyo, utajali sana habari ya mwisho. Hata sio wa Filipi 2:6. Lazima ujali sana mwisho. Haleluya. Nikikumbuka nitawaambia kuna mstari mmoja muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwezi Disemba, umuhimu wake wa kwanza ni kukamilisha vitu vyema ambavyo Mungu ameanza na sisi kwenye maisha yetu. Mwezi wa kukamilisha ambacho Mungu ameanza nacho kwenye maisha yetu. Kamilisha miradi ya kiungu ambayo Mungu ameanza nayo, na kuhakikisha majibu yaliyochelewa yanaachiliwa. Kwa hiyo sio mwezi wa kukaa hovyo hata kidogo, ni mwezi wa kung'ang'ana. Nafikiri tangia nianze kuwa kidogo, kadiri ninavyojifunza kuwa makini kwenye kutembea katika roho, na huwa najikuta mwisho miezi kama hii macho yanafunguka zaidi, hata kama sitaki. Yaani napaswa nahimizwa niwe na umakini zaidi kulinda kile ambacho kimekwisha kutokea katika mwaka mzima, lakini kupigana vita ili kisiharibiwe kitu ambacho kilipaswa kitokee hapa mwishoni. Haleluya. Hebu sema, Bwana Yesu, naomba ukamilishe yale yote yanayonihusu kabla ya mwaka huu haujaisha, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Jambo la pili, umuhimu wa majira haya ni majira ya kutembelewa na Mungu. Haleluya. Majira ya kutembelewa na Mungu. Mara nyingi katika mwisho wa mwaka waambia tunajaribu kutafuta kumtafuta Mungu ili tuweze tukawa na mafunuo ya wakati unaofuata. Maana yake haya ndio majira ambayo Mungu anatembelea wale wanaotafuta uso wake, akiwaeleza mambo yaliyoko mbele na namna wanavyopaswa kuishi. Haleluya. Lakini ukijaribu kuchukulia katika mizunguko ya namna ambavyo wanadamu wamekubali, huwa katika mwezi Disemba huwa tunaadhimisha sikukuu tunaziita za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tuwa kujifunza tukasema ni kweli, inawezekana kabisa na pengine ni kweli hajazaliwa mwezi Disemba, lakini alizaliwa. Haleluya. Si ndio Alizaliwa. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 kuanzia mstari wa 6 na wa 7 naeleza alizaliwa, na vitabu vya Injili vyote vinaonyesha alizaliwa.
Hakuzaliwa Disemba 25 kama inavyoadhimisha, ndio hakuna anayejua, lakini alizaliwa. Haleluya. Sasa tukakubaliana katika mizunguko ya miaka yetu siku Disemba tunaadhimisha kuzaliwa kwake huyo Yesu Kristo ambaye ni chimbuko la imani yetu. Na tunajua kuzaliwa kwake Yesu ilikuwa furaha kubwa duniani. Ulimwengu, Mungu aliujilia ulimwengu. Tunasema kwa Kiingereza it's a visitation month. Yaani ni muda ambao Mungu anawatembelea wanadamu. Haleluya. Tuko pamoja? Alizaliwa kwa ajili yetu, mtoto amezaliwa. Alizaliwa tujui tarehe. Sisi tunaadhimisha pamoja kwamba ni hivyo, alizaliwa mwezi huu. Kwa ulimwengu wa roho umepiki sawa, wanaadhimisha kuzaliwa kwa Mwokozi wao. Haleluya. Tumepewa mtoto mwanaume, uwezo wa kifalme mabegani mwake, mshauri wa ajabu, vitu vingi ameweka. Kama vile ambavyo unajua huyu Yesu huyu ndiye anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu, si ndio? Ni Mungu, huu ni mwezi ambao Mungu huwa anawatembelea wanadamu. Kama vile Mariamu alivyotembelewa akiambiwa kwamba wewe utakuwa ni beara, utatumika kumzaa Mwokozi. Alitembelewa akapewa mafunuo mengi. Vivyo hivyo Mungu anawatembelea watu sana katika miezi kama hii, katika mwezi wa Disemba. Haleluya. Hasa wale wanaotafuta uso wake, akiwaeleza namna ya kuishi na namna na mambo yaliyoko mbele. Nadhani mnaona umuhimu wa kuweka antena zetu za kiroho zikawa sawa sawa wakati wa mwezi wa Disemba. Usipokaa hivyo uwezi ukajua. Na tai huwa wanatua pale palipo na mzoga. Roho wa Mungu anapokuja akitembelea watu kuhusu mambo yaliyopo na mambo ya msimu mpya utakaoanza, anaangalia pale ambako kuko, si ndio? Haleluya. Sasa akukute huko busy, huko extremely exhausted, hauna utulivu kwenye ule mwezi wa visitation, ni bahati mbaya, kwa sababu Mungu angalipenda kufahamisha, hawafichi watumishi wake mambo. Anakukuta huko hauna utulivu. It's unfortunate. Ni mwezi ambao Mungu anaingia katika mambo ya wanadamu sana. Emmanuel anaingia katika mambo ya wanadamu, Mungu pamoja na sisi. Ni mwezi ambao Mungu anataka alete nuru katika mambo yale ambayo giza limeyafunika kwa kipindi cha msimu mzima. Haleluya. Jambo la tatu la muhimu katika kipindi hiki cha mwezi Disemba ni mwezi wa tafakari, toba na kujipanga upya. Haya mambo matatu yote yana maana yake muhimu. Tafakari, mwezi wa tafakari, discernment, meditation. Toba, kujitakasa. Alafu kujipanga upya. Tafakari, toba, kujipanga upya. Tafakari kwa nini? Ni mwezi ambao tunafanya stock taking ya kiroho, kutazama nyuma na kuona ni wapi ambako tumeenda sawa sawa na ni wapi ambako tumekosea, kwa sababu hakuna mwanadamu anayefanya vizuri tu asifanye makosa. Haleluya. Tuko pamoja? Sasa kutafakari, kuwa na nafasi ya utulivu na kutafakari ni muhimu sana. Ndio maana watu wengi hutumia pia miezi hii kufanya retreat za kiroho, kujitenga, kutafuta uso wa Mungu, ili waweze wakadiscern na Roho Mtakatifu awasaidie kuona ni wapi ambapo walifanya vizuri na ni wapi ambapo hawakufanya vizuri. Yale mambo ambayo walikosea huwa yanapelekwa kwenye toba kwa maana ya kujitakasa. Na kujitakasa huko huwa kuna muandaa mtu
awe katika nafasi ya kuingia msimu mpya, mzunguko mpya wa kiroho sawa sawa, akiwa anastahili. Haleluya. Narudia, mwezi wa kutafakari, kutubu, yani kujitakasa, na kuanza upya. Kutafakari ni wapi ambapo haswa tukufanya vizuri, nini kilitukwamisha, ni wapi ambako hatukwenda sawa sawa. Yale tunayapeleka katika toba, maana yake tunajitakasa, na ule utakaso unatuposition kuingia katika msimu mpya kwa ushindi. Haleluya. Watu wanaofanya hivyo, wanaotathmini maisha yao namna hiyo, ni watu ambao huwa wanainuka sana, wanafanikiwa na hawakwami. Kwa sababu maisha yasio na tafakari huwezi ukayaishi sawa sawa. Ndivyo Biblia inavyosema. Wale waliosoma vitabu wanajua kuna mtu mmoja wa falsafa mmoja, philosopher, alisema kwamba unreflected life is not worthy living. Yani maisha ambayo hayana tafakari sio maisha salama ya kuishi. Tuko pamoja? Lazima utafakari umetoka wapi. Fikiria kama huna namna ya utulivu majira haya, ukatafakari namna ulivyotembea. Where did I err? Nilikosea wapi? Nini nilichofanya vizuri? Nini kilichofanya nikashindwa kupita mahali fulani sawa sawa? Alafu ukaweka azimio la kufanya correction kwa njia ya toba na utakaso. Maana nafasi hizo zipo na miezi hii ni sahihi. Watu wanaofanya hivyo ndio watu huingia kwa ushindi kwenye msimu unaofuata wa kiroho. Haleluya. Hatuingii hivi tu kwa sababu mwaka umeanza. Ulifanya nini? Ulimalizaje? Ndicho kitu kinakuweka, yani kitasema unaingiaje mwaka mwingine. Kuna vitu vinatokea kwa urahisi katika mzunguko mpya wa maisha wa kiroho, msimu mpya wa kiroho, si kwa sababu kuna namna ambavyo tumefanya labda, kwa sababu kuna namna tuliingia vizuri katika huo mzunguko. Haleluya. Na tunaingia vizuri pale ambapo tunamaliza sawa sawa. Unapokuwa katika mashindano, ukipewa taji kwamba umemaliza vizuri, ukapewa taji, kinachofuata ni furaha, ni ushindi, ni shangwe ya ushindi, majira mengine mazuri. Haleluya. Lakini fikiria umemaliza kwa kushindwa, kwa uregevu mwingi, kwa uzito mwingi, spiritual fatigue inaitwa. Vyote shetani anaita, yani uchovu mwingi wa kiroho. Unaingia vibaya sana kwenye mzunguko mwingine. Mambo yanaanza kuwa kuanzia mwanzo. Tuko pamoja? Kwa hiyo ni muhimu kuanza sawa sawa. Lakini ni muhimu sana kumaliza vizuri ili upate tena kuanza vizuri. Kwa mwezi wa Disemba ni muhimu sana kuangalia nyuma kwa shukrani kwa mambo ambayo mema mengi ametujalia, lakini kutafakari na kutubu juu ya mambo ambayo tumefanya makosa. Haleluya. Na nimesema katika hili wala hakuna anayefanyaga mema tu asifanye mabaya. Tuko pamoja? Lakini Mungu anataka tutafakari kwa ukweli, kwa uwazi, tujichunguze, alafu tuweze kutubu, ili tuweze kujipanga
upya katika mapenzi ya Mungu yanayofuata. Wakorintho wa pili 13:5. Kuna namna ya maneno hayo yanaonyesha tunavyopaswa kujifanyia tathmini. Wakorintho wa pili 13:5. Biblia inasema, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe. Jijaribuni. Yaani jifanyieni tathmini, evaluation ya kweli. Yo wengi tunapenda kwa sababu ya kupenda kujithibitisha, tunaone vizuri, wao tunapenda kujitetea. No, jijaribu mwenyewe. Angalia namna ulivyotembea kiimani. Uone kama kweli umetembea sawa sawa. Sasa ukifanya hivyo utakuja kugundua vitu vingi. Sasa ni kama alivyosema hapa, aliokuwa anawaambia wa Korintho, anasema hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Kuna mambo mnahangaika nao, mnaomba tayari mlishathibitishwa. Maana hao wa Korintho, ili kanisa, walishaamini, lakini walikuja kupokea mambo mengine ya upotofu. Anasema jijaribuni, jichunguzeni, mtagundua ya kwamba Kristo yupo ndani mwenu, alikwisha kuingia kwenu, ila mmekataliwa kwa sababu kuna mahali mlikosea. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa ni mwezo wa kufanya tathmini, halafu kuweza kufanya toba pale ambapo ili tuweze kuingia katika msimu mpya. Ni wakati wa kusafisha moyo. Nilisema mioyo hii huwa inasafishwa. Anasema moyo, kwenye moyo ndio kuna kila kitu. Biblia inasema ndiko kunakotoka chemchemi za uzima. Kusafisha moyo. Usisahau hata siku moja. Mfalme Daudi alitufundisha kwamba lazima tuombe Mungu asafishe, atupe mioyo safi. Moyo safi ndio unaweza kumuona Mungu. Miezi ya kusafisha mioyo. Hebu fikiria, badala ya kusafisha hii miezi, ndio watu huwa wanachafua mioyo. Wanaweka mazagazaga yote kwenye moyo. Moyo ndio nafsi ya mtu inayobeba nia yake, mawazo yake, namna anavyowaza, inayobeba maamuzi yake, lakini inayobeba hisia zake zinazomfanya kutenda matendo yale anayotenda kila siku. Yote viko kwenye moyo. Kwa maana ukilinda hivyo, basi huko kwenye maisha yako kutatoka chemchemi za uzima. Kwa Disemba ni mwezi wa kuchunguza huo moyo, ni wapi nilioharibu. Sio muda wa kuharibu zaidi. Haleluya. Sio muda wa kitu kwa Kiingereza kinaitwa self indulgence. Wale ambao mnafahamu, ukaingia au ukagoogle au ukatafuta maana ya self indulgence, utafahamu. Self indulgence ni kujiharibu kwa vitu vyote vya huku duniani ambavyo ni vichafu, kujichafua, ambavyo unafanyika intern ya kile Mungu anachotaka tusafishe mioyo. Lakini unakuta Disemba watu wanajichafua, wanajiindulge na kila kitu kichafu. Haleluya. Jambo la 4, nasema mambo muhimu katika wakati huu kwa mwezi wa Disemba. Jambo la 4 muhimu, mwezi Disemba pia ni lango la kinabii kuelekea mwaka mpya. Hivyo vyote nilivyosema hapo mwanzo vinahusika. Ni lango la kinabii kuelekea mwaka mpya. Manake mwezi Disemba unafungua, ni mwezi ambao ni lango unaofungua mlango mwingine wa mwaka unaokuja mzuri. Kwa hiyo utafahamu ya kwamba
tunapaswa sana kutumia vizuri mwezi Disemba, kwa sababu hatui na mwaka mwingine mpya mzuri kwa sababu umekuja tu pap. Unakuwepo kwa sababu ya namna tulivyotumia lango la kutofungulia majira mengine mapya. Haleluya. Ni mwezi wa maandalizi wa msimu mwingine wa kiroho wa kimungu. Kuna mambo mengi pengine tunaomba, mambo mengi ametusaidia Mungu, ndio. Mwezi ambao kukaa kutathmini, alafu kuona namna ambavyo tunapaswa kujiandaa kuelekea majira mengine mazuri ya kiroho. Kwa tunapaswa kukaa sana hapa, kwa sababu huu ni mwezi wa lango. Liwaambia kwenye lango vitu vinaachiliwa. Vitu vyote vya mwaka unaokuja 2026 katika ulimwengu wa roho viko bayana. Sasa vinaachiliwa kwenye mlango wa mwezi huu Disemba, ambao unaanza leo tarehe 1. Haleluya. Kama uko unapiga makofi hakisha umeelewa, sio unapiga tu. Kwa mfano, wale wote ambao mna desire na ni watumishi wa Mungu, utakuja kugundua hakuna mwezi muhimu kama huu, kwa sababu watumishi wa Mungu hutumia miezi ambayo ni malango kabla ya msimu mwingine wa kiroho kusachi kwenye ulimwengu wa roho, kuna nini Mungu kinachokuja, kuna nini. Haleluya. Na uwezo sio kwamba lazima ukipate kila wakati, lakini na hata kama utapata wakati mwingine, sio kwa usahihi, sio kwa kiwango kile ambacho kinaachiliwa katika mwezi ambao ni lango. Tuko pamoja? Kwa hiyo mwezi huu hakikisha umekaa hapo kwa salama vizuri. Kitabu cha nabii Isaya 43:19 kinaonyesha ya kwamba Mungu hutengeneza mambo mapya. Isaya 43:19, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Yaani lile ambalo Mungu anakusudia kulitenda jipya kwako, kwa familia yako, kwa jamii yako, kwa ndugu zako, kwa nchi yako, unapaswa ulijue sasa kwa mwezi ambao ni lango. Haleluya. Atatenda, unajua yako mambo ambayo Mungu atatenda. Watu wa Mungu wanayajua sasa, yanaachiliwa sasa. Kama nilivyowaambia, makusudi ya Mungu ni kutenda mambo mengi yaliyo mazuri, kuwaficha watu wake. Na tunapaswa sana kufichwa wakati huu. Unajua usipofichwa na Mungu, lazima mabaya yatakutokea. Ukiwa umefichwa, Mungu anafanya mambo mazuri hata mabaya yanapotokea. Ndio maana anasema nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Manake hata mabaya yatakapotokea kwa watu wengine, bado wewe mambo mazuri yatakuja kwako. Bado kutakuwa na ulinzi wa Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku si nyingi, siku chache sana, hata sijapita 3, nilikuwa pita huko, ninaona katika roho, ninaona naimizwa omba, tuendelea tu kuomba kutumia Zaburi ya 91, omba. Naona wanakuja askari wengi, wanajaribu kuficha baadhi ya watu, maana nje ya hilo eneo kuna vita kubwa, kuna maangamizi makubwa. Haleluya. Kwa tunapaswa kutumia miezi kama hii vizuri. Nasema tu kwa sababu nimekutana na hiki kitu. Haraka unagundua kwamba si kwamba kila kitu kiko shwari, lakini kuna namna ambavyo Mungu anataka wafiche watu wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusitumie majira haya vibaya, tuyatumie vizuri. Na Mungu amekwisha kutuona. Kwa hiyo mwezi wa Disemba ni mwezi wa kupokea mwelekeo wa mwaka unaokuja. Unapokea mwelekeo. Ndio maana nimesema kwa watumishi wa Mungu wanakaa na mimi naanza kumuomba Mungu, wewe Mungu nisaidie, nionyeshe mwelekeo wa mwaka, ili tunapofika wakati ule tuwe na mwelekeo ambao sio wa kubahatisha, au sio mwelekeo ambao Mungu mwenyewe ameuachia. Haleluya.
Ni mwezi wa kusikia sauti ya Mungu kwa uwazi zaidi. Nimesema unaweza ukasikia muda wote, lakini kwenye mwezi ambao ni lango kama huu, unapokaa sawa sawa na Mungu, ni mwezi ambao unapata kuisikia sauti ya Mungu kwa uwazi zaidi. Ni mwezi wa kujitayarisha kwa mwanzo mpya wa mzunguko wa msimu wa kiroho. Lakini nizidi kusisitiza, ni mwezi wa kufunga misimu mibaya ya nyuma. Na katika hili nirudie tena, usione aibu au usione vibaya kwa msimu mbaya ambao unatokea kwenye maisha yako. Unatokea kwa kila mwanadamu. Vingine inaruhusiwa tu ili katika majira kama haya tuweze tukautafuta uso wa Mungu atufundishe namna ya kumtumaini. Haleluya. Kwa hiyo majira kama haya wakati tunatafuta uso wa Mungu kwa ajili ya msimu unaofuata, tunapambana pia kupigana vita ya kiroho, kufunga misimu mibaya iliyokuwa huko nyuma. Haleluya. Ili isipate tena kutokea. Jambo la 5 muhimu kwa mwezi wa Disemba. Haya mambo yote nayasema tutayawekea utaratibu ambao ni practical. Hatusemi tu, unajua watu tunasema mambo ambayo tunaenda kuyaishi mwezi huu. Haleluya. Jambo la 5 muhimu kwa mwezi wa Disemba ni mwezi wa shukrani, sifa, kumshukuru Mungu. Mwezi wa kumshukuru sana Mungu. Namshukuru kwa sababu gani? Kwa sababu ni mambo mengi ambayo unakuta ametutendea kwa mwaka mzima. Tuko pamoja? Ya kwamba tuko hapa tunasikilizana, unasikia sauti hii, tayari ujue ya kwamba Mungu alituponya, kwamba tuko hai, hatukufa. Tuliugua tukapona, tulipitia matatizo fulani na fulani tukawa, kuna mambo tuliomba Mungu akatupa, kuna vitu tulikuwa tunamsubiri Mungu akaviachilia. Kwa hiyo yako mambo mengi Mungu anataka tumshukuru. Kuna vitu vingi tulivyopokea Mungu anataka tuangalie tumshukuru. Anataka tumshukuru kwa vinywa vyetu, kwa mioyo yetu. Anataka tumshukuru kwa dhabihu, kwa matoleo, kwa fedha, kwa vitu alivyotujalia ambavyo si fedha. Mungu anataka tumshukuru kwa kila kitu tulicho nacho. Na hapa kwetu mnajua, hapa ndiko sehemu ambako tunapatumia kwa ajili ya kuwahudumia watu wengine ambao hawajabarikiwa kama tulivyobarikiwa. Haleluya. Kwa niseme katika mwezi Disemba ni bahati mbaya kama haujajipanga kumshukuru Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Thesalonike wa kwanza 5:18, tumshukuru Mungu kwa kila kitu, kila jambo, maana hayo ndio mapenzi yake. Hakuna wakati mwingine ulio sahihi zaidi. Kila wakati tunapaswa kumshukuru, lakini hakuna wakati ulio muhimu zaidi wa kumshukuru Mungu zaidi ya mwezi huu Disemba tunapoelekea huko mbele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. 18 sio 8. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tutamshukuru Mungu sana. Tutamshukuru Mungu kwa shuhuda. Nimeshawaeleza hakuna kitu Mungu anachothamini kama hicho, kinacholeta ushindi wa haraka kwa msimu mwingine kama unavyomshuhudia Mungu. Tutamshukuru Mungu kwa shuhuda, kwa yale mambo ambayo ametenda. Na kushauri wakati tunaendelea, kabla hatujapangilia namna tunavyokwenda na hivi, anza kutengeneza shuhuda zako, si kwa sababu ya mwanadamu, si kwa sababu ya kuone, wala si kwa kumuogopa. Ukiogopa kuja atanionaje, hapo ndio unaharibu zaidi. Kwa ajili ya Mungu tengeneza shuhuda yako. Jina la Bwana libarikiwe. Shuhudie Mungu. Anajua aliko kutoa.
unaona kwamba hujafika mahali na kuhakikishia umetoka mbali. Haleluya. Ninajua mimi nilikokuwa nilivyoanza mwaka 2025, najua nilipo. Wewe unaweza ukaniona nasimama hapa kila siku, lakini kuna shuhuda nyingi kwenye maisha yangu. Tuko pamoja. Mungu anataka azisikie hizo ili aweze kuendelea kunithibitisha. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha unaandaa kile ambacho Mungu amekitenda kwa wema. Wengi wanavurugwa hapo kwa kuangalia kile ambacho hajatenda. Utaumia. Tengeneza shuhuda. Mungu anataka umshukuru, kumshuhudia. Shuhudia katika kanisa, shuhudia watu. Na unavyofanya hivyo, si ufanye kwa kwamba unataka ile. Fanya ili Mungu atukuzwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shuhudia. Sio tu vitu ambavyo Mungu amekupa. Shuhudia ushindi ambao Mungu amekupa dhidi ya maovu. Mahali ambapo wewe ilikuwa huwezi kushinda tena, wakati huu umepata neema ya kushinda. Shuhudia ili Mungu aendelee kukuthibitisha. Tuko pamoja. Shuhudia. Kwa hiyo tutafanya hivyo, lakini tutamshukuru Mungu. Tulisema moja ya njia yetu ambayo tunamshukuru ni kutoa vitu. Mnakumbuka house cleaning? Ni wakati wa house clean. Toa haya vitu ambao umeweka mengi mpaka chumba hakina harufu. Clean. Baki huko na nguo zako kama wewe kama mimi na suruali 20. Navaa lini? Nakuja hapa saa ngapi? Navaa hizo suruali 20. Clean. Baki na 5. Alafu wape watu wengine 15 waendelee kuvaa hizo nyingine. Haleluya. Wewe jiandae, Mungu akupe nyingine mpya. Jina la Bwana libarikiwe. Usilete mazagazaga. House clean. Kuna mtu kwenye nyumba yake ana nguo za miaka 10 imepita. Upumbavu gani? Mpaka mwaka jana mimi ndio nilitoa suti ambayo mimi nilifungia ndoa miaka zaidi ya 15 iliyopita. Nakaa pale nakaa tu. Ujinga. Maarufu huko kwenye unataka harufu mbaya. Toa. Watu wakavae. Haleluya. Tuko pamoja. House clean. Kuvihitaji unaweka vitu vingi. Mtu mwingine hana kiatu, unapea huku kwa sababu unaweza. Basi zitoe. Mungu atakupa nyingine. Ni mapenzi yake, ukiwa navyo hana shida, ili mradi wewe unatoa. Haleluya. Wape wengine. Ndio maana huwa tunatarajia tuwe na vitu vingi vinatolewa in terms ya vitu vya kuvaa. Mnajua tunavitoa kwa watu wetu hapa, tunapeleka mikoani. Tena wameshaanza kuniambia baba, wakati huu tunapaswa kuseti muda kwa ajili ya kufanya house cleaning. Tutoe hivyo vitu kwa ajili ya watu wengine. Haleluya. Sehemu ya shukrani. Tuko pamoja. Katika habari ya mali na fedha, tunatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Tunataka kuwanunulia watu vyakula, tunataka kuwalisha. Tuna kazi za Mungu zinaendelea. Kuna kazi ya Mungu kubwa iko kule Mvuti, inahitaji fedha nyingi. Tunahitaji wakati huu kutoa. Hakikisha umejipanga kama unataka kujiposition kwa msimu mpya ujao. Kama wewe unanielewa vizuri, hizo ndio siri ambazo tunazitumia kujipanga kwenye baraka za Mungu. Haleluya. Hiyo ndio siri tu, hamna ujanja mwingine. Hamna mwanadamu mwenye ujanja. Usidanganyike kwamba kuna mtu mwenye akili kuliko wewe. Hakuna, ni uongo. Kisikia watu wanaosema wana akili, ni uongo. Akili zetu ni upumbavu mbele za Mungu. Mungu ndio maana amesema tusitumainie akili zetu, tumtumainie yeye. Kama tungalikuwa na akili angesema tutumainie akili zetu, si ndio? Sisi tunamtumaini Bwana, akili zetu tunaweka pembeni, alafu yeye anatuposition kwenye baraka zake. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoweka hii taratibu, tunapoweka taratibu nzuri za kumshukuru Mungu, hakikisha umekaa hapo. Kila taratibu tunaiweka navyo announce hivi, tunapoanza huu msimu, na wewe ujipange hapo, ujiandae. Kwa hiyo tunapomshukuru Mungu tunafungua milango na kibali cha msimu ujao. Tunaita uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu kwa majira ambayo yanafuata.
lakini tunaweka msingi wa mwaka mpya. Tuko pamoja? Tuko pamoja wapendwa? Jambo la 6, na nafikiri nitaishia hapo tupate kuomba. Mwezi wa Disemba ni mwezi wa vita ya kiroho. Ni mwezi, unajua tumepigana, lazima upigane vita kila wakati, lakini narudia, ni mwezi wa vita ya kiroho ili kuweza kumaliza vizuri. Kwa sababu adui shetani ambaye huwa anazuia tusiweze kumaliza vizuri, huwa anatembea kwenye majira, haendi ovyo ovyo. Anajua mambo huwa yanaachiliwa kwa misimu. Kwa hiyo kwa kawaida adui hushambulia watu wakati wa msimu unapobadilika. Hapa ni karibia ni wakati ambapo unakaribia kubadilika msimu. Tuko pamoja? Huo ndio wakati mzuri sana wa target ya adui kushambulia. Anashambulia wakati wa badiliko la msimu ili aharibu kumaliza vizuri na aharibu wewe kuanza vizuri. Usisahau wakati msimu inabadilika. Kumbuka msimu unaenda kubadilika. Tuko mwisho wa msimu, tunataka kuingia mwisho wa msimu. Hapo ndipo mashambulizi yanakuja. Ndio maana nimesema unakuta watu wengi wanapata uchovu wa kiroho. Anawapa priority na vitu vingine vingi ambavyo vinawatolea focus ya kumaliza vizuri. Haleluya. Kwa hiyo hapo uchukue tahadhari, maana nataka kukushambulia kwa ajili ya kitu ambacho kiko mbele. Pia adui hushambulia watu wakati wamelemewa na uchovu. Unajua waweza sema, nimemtumikia Mungu sana mwaka huu, acha nipumzike. Niwaambie, wakishie kiroho wala hamna kitu kama hicho. Wakati ukisema acha nipumzike, utapigwa kipigo ambacho hujai kuona. Haleluya. Tuko pamoja? Mechoka, acha nipumzike. Hiyo ni target ya kupigwa. Kwa hakikisha unaepuka hizo. Ndio nimesema spiritual fatigue. Kwa kama unakuwa katika vita ya kiroho kila wakati, unakuta unapita huo uchovu wa kiroho ambao unakuja kama mpango wa adui wa kushambulia ili usimalize vizuri na kuanza vizuri. Lakini shetani pia, adui pia hushambulia watu wakati ambapo wamepunguza umakini wa kiroho. Wanalala au wanasinzia kiroho. Naweza kusema, Mungu nimetumika sana mwaka mzima kwa bidii, basi wakati huu ngoja nipumzike. Hapo ujue umetengeneza line ya wewe kushambuliwa. Haleluya. Una wimbo ambao si ujui, uko unaimba, nakumbuka hayo maneno yake. We don't do what? Yani we don't grow tired, we only rest. Hallelujah. Yani hatuchoki katika hii safari, huwa hatuseme nimechoka kwa hiyo acha hapana. Wakati nimechoka kukesha, hapana. Sema nimekwenda ngoja nipumzishe kidogo mwili huu. Bwana Yesu, hapo pumzika kidogo, wakati Yesu nisaidie. Wakati umepumzika, unatoka hapo unaendelea na safari. Haleluya. Hatusemi tumechoka, acha nipumzike sasa, nimechoka. Hapana, sio kwenye safari hii ya kiroho. Haleluya. Tuko pamoja? Kwa hiyo tuwe makini, lazima tupigane vita ya kiroho. Hakuna askari, ninyi mnajua sisi tukija hapa tunapookolewa ni askari. Hakuna askari anayesema kwanza, hebu ngoja nipumzike, nimepigana sana vita, hebu nipumzike. Wakati huo ndio maadui zako wanakumaliza. Tuko pamoja? Wengi huwa wanamalizwa na adui kwa sababu wanapumzika. Unaweza ukamwambia Roho Mtakatifu, nisaidie niweze kupata a pause, atakusaidia. Yani Roho Mtakatifu ni wa ajabu, atakusaidia. Niliwahi kuwashuhudia kwamba anaweza hata ukitaka kumasaji,
atakumasaji na huo uchovu unaisha. Usije ukaomba raha utakayoipata Roho Mtakatifu akikumasaji. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wewe unataka sijui wewe wapi ufanye, anakumasaji vizuri, ni kama umepitiwa na kabarafu fulani, mwili wako ukitoka hapo unakuwa fresh kila kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Na ukiwa mwaminifu atatenda haya yote. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba huwapa nguvu wanaofanyaje? Wazimiao. Anawapa nguvu mpya. Ndio maana yake. Hakuna kuchoka. Pale ambapo unataka kuchoka, anakuja anakupa nguvu, unaanza tena upya. Haleluya. Unakuwa rejuvenated, unahuishwa, unakuwa mpya. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Haleluya. Kwa hiyo tuwe makini katika namna hiyo ya kuenenda. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 5:8. Tunajua ya kwamba adui yetu wala hana compromise, halali. Na Biblia inatuambia tuwe na kiasi na kukesha, sio kulala. Kila wakati tuwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Akikukuta wewe umelala, umepumzika, sasa nina hapo ndipo ambapo unampa nafasi ya kukumaliza. Haleluya. Au wakanifanya bidii sana katika jambo hili, sasa acha nipumzike. Hapo ndipo ambapo unaumia. Katika kwenda kiroho nimegundua, kwa mfano, mnavofikia mafanikio fulani ya kiroho, mfano mlikuwa mnashughulika juu ya jambo fulani, mnapolifikia na likawa na mafanikio na Mungu akaonekana sana, watu hutendi kwenda na kupumzika, wasema baada ya kazi zile zote. Hapo ndipo ambapo unakosea. Ukimaliza hapo unapaswa uwe imara na macho yako yawe, ili kuhakikisha kwamba ile retaliation, kulipiza kisasi kwa adui hakuji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana wapendwa? Ndio maana Biblia inasema kwa Efeso 6:11, silaha za Mungu tuzivae kila wakati ili tuweze kupigana vita. Kwa hiyo ili tuweze kumaliza kwa ushindi, ni lazima tuwe tunapigana vita ya kiroho katika mwezi wa Disemba, kila wakati, kila siku, mpaka tunafikia mwisho. Lakini tupigane vita ya kiroho ili kuvunja majanga ya dakika za mwisho. Ninakupa siri kama ukitaka, hiyo ni siri, ni kodi. Unajua siri kule kwa Mungu wa roho anaita kodi. Ni kodi, yani kitu ambacho wamekifunga mwanadamu hiyo wanakiita kodi. Hiyo ni kodi. Kuna kitu kinaitwa majanga ya dakika za mwisho za msimu. Washangaa ulikuwa unaenda kila kitu kilikuwa kimeachiliwa, lakini kitu kidogo, mistake ndogo, wanakuataki pale mwishoni. Sasa ukiwa katika vita ya kiroho, inazuia yale majanga ya dakika za mwisho. Haleluya. Tuko pamoja. Lakini inasaidia kufunga mwaka bila mapengo ya kiroho. Kuna watu wameenda vizuri tu, lakini kuna vitu vingi ambavyo vilitakiwa vikamilishe mwaka wao wa kiroho katika majira haya. Sasa wakaachilia na magepu, wakatoka na mapengo. Hebu fikiria wewe mtu mwenye mapengo, unaweza ukatafuna vizuri? Sasa una mapengo kiroho. Kwa hiyo unakuwa blunt, unakuwa butu kwenye msimu unaofuata. Tuko pamoja? Haleluya. Kwa hiyo epuka kuwa kibogoyo kwenye msimu unaofuata, kwa kuhakikisha unapigana vita ya kiroho. Chana mapengo ya kiroho. Kwa hiyo jingine nishalirudia sana, unapigana vita ya kiroho ili kuhakikisha mwaka mpya unaanza vizuri. Haleluya.